Nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatengeneza uhusiano mzuri na nchi za Kiafrika ili kuwasahaulisha juu ya ukoloni mamboleo. Rais huyo wa Ufaransa ambaye ametua nchini Kenya ameshutumiwa kwa ukoloni mamboleo, ambapo sasa anatafuta njia ya kujisafisha na kuisafisha Ufaransa kutokana na tuhuma hizo. Katika nchi nyingi za Afrika ambapo kwa kawaida imekuwa na uhusiano wa karibu, Ufaransa imepanua wigo wake wa kuandaa mkutano na viongozi wa Kiafrika huko Kenya. Rais Emmanuel Macron alizungumza Kiingereza kwa mara ya kwanza ni katika kuhakikisha anajisafisha juu ya ukatili uliofanywa wakati wa ukoloni na hata wakati huu wa ukoloni mamboleo. Hii ni kutokana na kwamba nchi nyingi katika bara la Afrika zilianza kuonyesha chuki dhidi ya Ufaransa na hatimaye kufanya mapinduzi. Nchi za Sahel zimefanya mapinduzi. Nchi hizi zilikuwa chini ya utawala wa Ufaransa na zilikuwa miongoni mwa mataifa ambayo yametawaliwa wakati wa ukoloni, na hata wakati huu mfumo wa ukoloni mamboleo ulikuwa ukiendelea katika nchi hizo. Ufaransa ilishindwa kutatua matatizo katika nchi za Sahel na hatimaye nchi hizo kufanya mapinduzi. Sasa mpango huu umetengeneza mazingira ya nchi ya Ufaransa kutoaminika barani Afrika, na hivyo kwa mara ya kwanza rais wa Ufaransa amekuja nchini Kenya kuandaa mkutano wa nchi za Kiafrika ili kujisafisha na kutengeneza mazingira ya Ufaransa kukubalika kwa mara nyingine tena. Alizungumza katika mkutano wa Afrika ulioandaliwa katika mji mkuu wa Nairobi siku ya Jumanne. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alizungumzia kwa mara ya kwanza kuhusu uwekezaji wa pamoja na ushirikiano sawa, alipoelezea changamoto zinazowakabili ikiwa ni pamoja na usalama, utegemezi wa kiuchumi na ushindani wa kijiografia. Rais wa Kenya William Ruto ambaye ni mwenyeji mwenza wa mkutano huo wa siku mbili alishirikisha hisia zake, akiongeza kuwa Afrika lazima isaidie kuunda utaratibu unaoibuka wa kimataifa badala ya kubaki pembezoni mwake. Macron ametangaza uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 27 barani Afrika katika maeneo kama vile maeneo ya mpito wa nishati, digitali na akili mnemba, uchumi wa baharini na kilimo. Afrika inafanikiwa, ni bara changa zaidi duniani na inahitaji uwekezaji ili kujitegemea zaidi, alisema rais huyo wa Ufaransa Emmanuel Macron, akiongeza kuwa itaunda ajira zipatazo 250,000 barani Afrika na nchini Ufaransa. Hatuko hapa tu kuja kuwekeza katika bara la Afrika pamoja nanyi, tunahitaji viongozi wakubwa wa biashara wa Kiafrika kuja kuwekeza nchini Ufaransa, aliwaambia wasikilizaji katika kituo cha mikutano cha Nairobi, na hii imeripotiwa kupitia shirika la habari la AFP. Huu ndio mpango mkakati ambao Ufaransa wakati huu inataka kufanya ili kujisafisha dhidi ya Uafrika. Rais Macron anataka Waafrika wakawekeze nchini Ufaransa, na huo ndio mpango kamili ambao labda utaweza kuisafisha Ufaransa kutokana na mfumo wa ukoloni mamboleo ulioendeshwa kwa muda mrefu baada ya kutamatika kwa ukoloni. Mkutano huo unalenga kupanua ushirikiano wa Paris na kufanya mikataba ya uwekezaji barani Afrika dhidi ya kuongezeka kwa hisia za chuki dhidi ya Ufaransa na kupungua kwa mamlaka katika makoloni yake ya zamani, hasa Afrika Magharibi, ambayo nchi nyingi wakati huu zinaonyesha chuki ya waziwazi kwamba Ufaransa lilikuwa taifa la unyonyaji, taifa ambalo limesababisha maumivu kwa bara la Afrika. Hii pia inaonyesha mabadiliko ya hatua kwa hatua kwa taifa hilo la Ufaransa na jinsi ambavyo Ufaransa inafikiria uhusiano wake na Afrika ili tuitengeneze mazingira ya uwajibikaji, lakini pia ionekane kwamba Ufaransa ni moja kati ya nchi ambazo hazina shida wakati huu, na huko ndiko ambako wachambuzi wa mambo wanaona kwamba Ufaransa inajisafisha kutokana na ukoloni mamboleo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.